Hili ni tamko la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa umma. Kama itakavyokumbukwa, tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu kwa ajili ya rais, wabunge pamoja na madiwani. Katika siku hiyo ambayo wananchi walipiga kura, kulitokea vile vile matukio ambayo yalihusu maandamano katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kwa uchache, baadhi ya maeneo ambayo naweza kuyasema moja kwa moja ni pamoja na Dar es Salaam, na matukio yaliyotokea Mwanza, kuna yaliyotokea Songwe, Mbeya, Arusha na maeneo mengine. Matukio hayo ambayo kwa sehemu kubwa yalianza wakati uchaguzi wananchi wakiendelea kupiga kura katika vituo mbalimbali. Wakati wa maandamano hayo kumetokea matukio mengi. Kwanza kuna matukio ya vifo vya wananchi mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti, lakini vile vile kumekuwa na uharibifu wa mali za umma ikiwemo uchomaji wa majengo, vituo vya mwendokasi na baadhi ya mahakama hapa nchini. Lakini wakati huo huo kumetokea pia na uharibifu kwa mali za wananchi, watu binafsi, yakiwemo uchomaji wa magari, uporaji wa vitu mbalimbali katika maduka, ikiwemo maeneo ya biashara ya gesi ambayo katika mitandao ya kijamii ilionekana watu wakichukua mitungi ya gesi kutoka katika sehemu hizo. Nipende kusema kwamba matukio haya ambayo yalikuwa mengi sana katika baadhi ya maeneo, si matukio ambayo yalikuwepo kwa nchi nzima kila mahali. Ni katika baadhi ya maeneo machache kama nilivyoyataja, lakini na mengine ambayo sikuyataja. Na matukio haya yalileta mtafaruku kwa wananchi, kwa sababu yalisababisha baadhi ya wananchi kuingiwa na hofu na kuona kwamba pengine hakuna usalama kabisa katika nchi. Lakini nipende kusema kwamba Inspekta Jenerali wa Jeshi la Polisi alitoa tamko la kuzuia watu kutembea baada ya saa 12 jioni. Na lengo kubwa la tamko hilo ilikuwa ni kujaribu kusaidia katika kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama na mali zinaendelea kuwa salama vile vile. Tume ya Haki za Binadamu ikiwa ni taasisi angalizi, ni oversight body ambayo inaangalia na kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinazingatiwa, lakini wakati huo huo inaangalia na kuhakikisha kwamba misingi ya utawala bora pia inazingatiwa. Haikufurahishwa na matukio hayo, na tunalaani sana matukio yale ambayo yalisababisha uvunjifu wa amani. Lakini vile vile matukio haya yaliweza kuvunja haki za baadhi ya watu na raia wema ambao walikuwa katika shughuli zao za utafutaji wa maslahi yao. Tungependa vile vile kusema kwamba kwa namna yoyote ile matukio ya namna hii yaliyotokea hayapaswi kuungwa mkono, kwa sababu yanavunja amani katika nchi na yanavunja usalama wa wananchi vile vile. Sisi kama tume, kutokana na matukio haya, tumeamua kufanya uchunguzi wa kina na tumekwisha jipanga katika jambo hilo ili tuweze kuona ni maeneo yapi ambayo
kwa kuangalia matukio yaliyojitokeza, tume inaweza kutoa ushauri kwa serikali na vyombo vingine kwa madhumuni ya kutaka kuendelea kulinda amani katika nchi yetu. Katika kipindi kama hiki na matukio yaliyojitokeza, kama nilivyotangulia kusema, kumevunjwa baadhi ya haki za wananchi, kwa sababu baadhi ya wananchi wamepoteza maisha, wengine wamepoteza mali, wengine mali zao zimeharibiwa. Kwa hiyo sisi kama tumeona kwamba ni matukio ambayo tunapaswa kuyafanyia uchunguzi wa kina ili tuweze kutoa ushauri wa namna ya kuweza kuondokana na matatizo ya namna hii katika miaka mingine ya uchaguzi. Kwa ujumla wake, sisi kama tume vile vile tungependa kuwasihi Watanzania kama wananchi ambao tumezoea amani, tuendelee kuzingatia misingi ya katiba, sheria na kanuni za nchi ili tuweze angalau kuhakikisha kwamba maisha yetu yanakwenda kama vilivyo. Tukumbuke kwamba kunapotokea uvunjifu wa amani, maana yake sisi kama Watanzania kwa vyovyote vile tutashindwa kufanya shughuli zetu. Labda nitoe mfano mdogo tu. Katika siku 2-3 zilizopita, kwa mfano, kulikuwa hakuna mtandao wa internet. Kwa hiyo shughuli nyingi za kibiashara, za kiofisi zilikuwa zimesimama. Lakini vile vile katika kipindi hicho kwa ajili ya usalama, vituo vyote vya mafuta vilifungwa. Kwa maana hiyo wananchi walipata adha ya kutokupata mafuta ya kujaza na kwenda katika shughuli zao. Lakini kutokana na vurugu hizo pia ikumbukwe, kutokana na tangazo alilolitoa Inspector Generali wa Jeshi la Polisi kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, kuna maeneo mbalimbali ambayo yalilazimika yalindwe, na vile vile wafanyakazi pia walitakiwa kufanyia kazi katika majumba yao. Kwa hiyo mazingira haya si rafiki, ni mazingira ambayo Watanzania hawakuyazoea. Kwa hiyo sisi kama tume pia tumeona ni vizuri kufanya uchunguzi wa kina ili mwisho wa siku tutoe mapendekezo ambayo yatasaidia katika kurejesha hali ya Watanzania na kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia amani ili Watanzania wote tuendelee kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.